Moja kati ya jambo muhimu sana la kujiuliza ni mara baada ya haya yote kufanyika, je, mechi itaenda kupigwa na kweli Simba watakuwa tayari kwa ajili ya kupeleka timu uwanjani ama ni nini kitakachotokea? Kwa sababu tangu ambapo Simba Sports Club tangu taarifa ya jana ilipotolewa, Simba Sports Club walitoa picha moja tu ambayo waliandika wenye nchi, #wenye nchi, #nguvu moja. Wakaweka picha za baadhi ya mashabiki wa Simba wakiwa wameshikilia bendera ya taifa pamoja na bendera ya Simba Sports Club. Na ukipita kwenye comment ukiangalia walio wengi wanauliza nini? Wengi wanauliza vipi mnacheza amchezi, mnacheza amchezi. Na Simba hawajatoa kauli nyingine yoyote ambayo imewasababisha watu waanze kukaa na maswali mengi. Kumbuka Simba walikuwa na posti nyingi sana tangu tarehe 5 wakizungumzia swala la dabi kwamba ni swala la muda, usiku mwema wana Simba. Wakatoa taarifa kwa umma ambao walisema kwamba mechi yao inabidi ipigwe Juni 15 na si siku nyingine. Lakini pia ilifika hatua Ahmed Ali akazungumzia msimamo na jinsi ambavyo maandalizi yao yanavyoendelea. Lakini pia hata yeye mwenyewe kwenye ukurasa wake wa mitandao ya kijamii alikuwa anaandika maandiko mbalimbali na machapisho kadha wa kadha kwa maana ya kuonyesha kwamba mechi ipo. Na moja kati ya andiko lake zito sana ambalo aliliandika ni pale alipochukua ile video ya Almas Kasongo akielezea kwamba dabi ipo, na akaiposta akasema bodi ya ligi kuu Tanzania bara imedhibitisha kwamba maandalizi ya Kariakoo dabi Juni 15 yanaendelea vizuri na hivi punde watatoa taarifa muhimu kuhusu maandalizi ya mchezo huo. Lakini pili aliandika andiko moja zuri sana ambalo ni kubwa sana akisema mpango wa nyuma mwiko ni kushinikiza katibu mkuu na TFF na mtendaji wa bodi walijiuzulu. Ni mpango makusudi wa kutaka kuweka watendaji wapya katika taasisi hizo watakaolinda maslahi yao na watakaowapendelea wao. Pia tunataka kuvunjwa kwa kamati ya uendeshaji ya bodi ya ligi kuu. Ni mkakati wa makusudi wa kutaka kuunda kamati ambayo itakuwa chini ya maamuzi yao. Kumbuka hawa ndio wavunjaji wakubwa kanuni, ikiwemo kupita geti lisilo rasmi, viongozi wao kuvamia pichi. Sasa wanataka kuweka kamati ambayo itafumbia macho vitendo hivi. Akasema kama itoshi, wanataka kuweka watendaji wapya TFF na bodi ya ligi ambao watakuwa waoga kusimamia, maana wataamini kuwa nyuma mwiko wakichachamaa watang'oka madarakani. Hivyo watafanya kila jambo kuwafurahisha. Ndugu zetu, songesha mlipolala nyie ndipo tulipoamkia sisi. Kwa ufupi, sisi tuko mbele ya muda. Hatuwezi kuruhusu uhuni ufanyike. Tutakula na nyie sahani moja kukomesha utoto kwenye mambo ya msingi. Bodi ya ligi ni chombo cha vilabu vyote. Hawatuwezi kukiachia timu moja ifanye maamuzi kwa ajili ya wengine. Na sisi ni wanachama wa TFF, hatuwezi kuruhusu. Lakini andiko lingine ambalo aliliandika kwa urefu zaidi anasema nimepitia kwa utulivu matakwa ya nyuma mwiko waliowasilisha bodi ya ligi. Nimeona kuna usela mwingi baada ya hoja za msingi. Unataka katibu mkuu TFF ajiuzulu kwa kushindwa kusimamia waamuzi? Pengine hujui kazi ya katibu mkuu. Jukumu lake ni kuandaa kozi ya waamuzi, kuboresha maslahi yao, kuadhibu wanaokosea. Yote haya yanafanyika kwa 100%. Mafanikio ya leo kwenye mpira wa miguu ni kutokana na mchango wa mtendaji mkuu ukisimamiwa vyema na Rais Wallace Karia na kamati yake ya utendaji. Timu zote za taifa za madaraja yote zinapishana kwenye michuano ya Afrika. Ni kazi ya katibu mkuu. Siko hapa kueleza mafanikio yake, lakini toshe kusema tu mpira wa miguu hauko tayari kupoteza lulu kwa maslahi yenu. Wanataka pia mtendaji mkuu wa bodi ya ligi la Almas Kasongo naye ajiuzulu. Kwa kosa lipi? Ubaya wa Kasongo umeanza lini? Wakati mnachukua ubingwa mara 3 mkuona ubaya wa Kasongo? Kasongo yuko chini ya utawala wa ligi yetu. Ameshika nafasi, Kasongo huyu chini ya utawala wake ligi yetu imeshika nafasi ya 4 kwenye ubora Afrika. Vipo vilabu vinajiendesha kwa fedha kutoka wadhamini waliotafutwa na bodi ya ligi ya Kasongo. Tuwaambie tu hatujajiandaa kumpoteza Kasongo hivi sasa. Mazuri yake ni mengi kuliko mabaya mnaompakazia. Ninachokiona haya ni mapambano ya kutaka kuweka watu wenu kwenye nyadhifa hizo. Naendelea kusema nao wasiotenda haki bali wasimamie maslahi yenu. Hatuwezi kuruhusu hiyo. Mikwara ya kuwa hamtashiriki ligi msimu ujao mpaka matakao yenu yafanywe kazi, huu ni mkwara wa bata.
Mpira wa nchi hii unaweza kwenda bila wewe, watu watafurahi. Amepotea Pan Africa, Red Stars, Cosmopolitan, wewe ni nani? By the way, timu yenu ni Sports Club. Mkiona mpira umewashinda, nendeni mkacheze ngumi au basketball. Haya ilikuwa ni maneno ya Ahmed Ally. Kiufupi nilikuwa najaribu kuelezea jinsi ambavyo Simba walikuwa natoa misimamo na jinsi ambavyo hili swala lilivyotokea. Hatukutarajia kama Simba watatoka hivi, lakini pia nimepata taarifa kwamba huko ndani sasa hivi Simba kuna baadhi ya mambo ambayo hata wao wenyewe hawakubaliani nayo. Kwa maana kuna watu ambao wanaoji kwa nini Hassan Dalali ameenda kwenye kikao ambacho kilionekana kufanyika Ikulu jijini Dodoma. Na watu wameanza kuoji kwa nini Simba mpaka sasa hawajauliza ni kanuni ipi ambayo imetumika kwa ajili ya kughairisha mchezo. Binafsi mimi ninaendelea kusubiri. By the way, sitaki kumaliza maneno wala sitaki kujitia kitanzi, kwa sababu ninaweza nikazungumza jambo ambalo linaweza likajikuta linantia kitanzi mie, wakati nilikuwa na sehemu ya kuweza kusubiri kwa kina na majibu yangetoka. Lakini kwangu mimi nadhani kulikuwa na sababu ya bodi ya ligi kuu Tanzania bara kueleza kinagaubaga kwa nini mchezo umeghairishwa na mchezo umesogezwa mbele. Kwa sababu pasi na hivyo, manake Simba na wao wana haki ya kugomea mchezo wa wa Juni 25. Mathalan, labda Simba wameamua kufiata mkia na kuwa waungwana. Na katika hili, kama Simba kweli wameamua kufiata mkia, watakuwa na sura mbili. Moja, unafiki, lakini pili, waungwana wa kupenda mpira wetu. Labda hawataki shari, kwamba haya mambo ambayo tumeyapitia na tulioyaona kwenye mpira wetu sasa yanatosha. Hizi sinema sasa zinatosha. Tuendelee mbele na tuache haya mambo kama yalivyo, ili mradi tu soka lipigwe na sisi tucheze. Lakini mwisho wa siku haitusaidii hiyo kurekebisha mpira wetu kama tulivyosema, kwa sababu ili mpira wetu urekebishwe lazima kuwe na mabadiliko ya makusudi kabisa katika msingi wa marekebisho ya mifumo ambayo yaendesha. Lakini kuna baadhi ya vitu ambavyo haviruhusiwi kufumbiwa macho, kwa sababu havisahili kuwepo. Vinaturudisha nyuma kabisa na vinasababisha tujione kana kwamba sasa tunakosea kwa namna moja ama nyingine. Kwa kwangu mimi nadhani kuna baadhi ya vitu ambavyo vilistahili kufanywa marekebisho, na taarifa rasmi ilistahili kutoka. Kwa nini mchezo umeghairishwa? Kwa nini Almas Kasongo amefutwa kazi? Amefanya kosa gani? Na kwa nini Mguto amejiuzuru kwa kosa lipi na kwa sababu zipi, na taratibu nyingine zote. Lakini matokeo ya Young Africans yanatimizwa kwa namna gani? So vita, mimi kwangu mimi naweza kusema bado haijaisha. Lazima vita ipiganwe mpaka tuhakikishe kwamba tumepata kile ambacho tunakistahili katika mpira wetu, kwa maana ya mabadiliko ya kweli na sio siasa ya mabadiliko. Asante, bye bye.